الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله شكرا على نعام منه تترى، نحمده سرا وجهرا وبالغلو والآصال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا وزير له ولا معين له، الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا ومعلمنا محمد رسول الله، ونشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلمة وكشف الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فجزى الله نبينا وسيدنا محمدا خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أما بعد، tukiwa katika mwaka wa 4 Hijria, wakati tunaieleza history ya bwana mtume Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wasallam, tulieleza wiki iliyopita sababu ya bwana mtume kumuoa bibi Zainab bintu Jahsh. Tukasema Sayyiduna Zaid ibn Haritha kana yud'a Zaid ibn Muhammad. Kwa mapenzi ya bwana mtume kwa kijana huyu, lile Zaid ibn Haritha likafutika, akawa anaitwa Zaid ibn Muhammad. Na mtume ulipofika wakati wa kuoa bwana Zaid, akamuozesha bintu wa amati yake, mtoto wa shangazi yake, na yeye mwenyewe ndiye aliyesimamia harusi ile. Lakini kati ya ndoa ya Zaid na Zainab haikuleta natija wala matunda, kwa mambo anayoyajua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na hikma ambazo ametueleza katika Qur'an, katika suratul Ahzab. Kila Zaid anapokwenda kumshtakia mtume suu muamalati Zainab, alikuwa akimwambia amsika alaika zawjaka wattaqillah. Kila anachokwenda kumweleza anamwambia amsika alaika zawjaka wattaqillah. Ikafika pahala Zaid hakuweza tena kuvumilia, akatoa talaka. Tukaalik kidogo juu ya masala haya kwamba wanandoa wote wawili hawa walikuwa wema kabisa, wala hakuna shaka juu ya hilo, wala mtu asifikiri Zaid ibn Haritha kwa kutoa talaka kumpa Zainab basi alikuwa mtu mmoja mbaya sana, au Zainab bintu Jahshi kwa kupewa talaka na Zaid na yeye alikuwa mtu mmoja muhuni sana. Utakapofikiria hivyo utakuwa umechupa mipaka katika uovu. Wote wawili hawa walikuwa watu wazuri sana, lakini kuwa watu wazuri wote wawili haina maana kwamba wakiwa katika ndoa hakuna matatizo. Na ndio maana tukazungumza kwamba bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wakati anajiliwa na bwana Zaid kushtakiwa, yeye alikuwa akimwambia subiri, pamoja na kwamba anajua ni kwa nini Zaid anakuja kushtaki. Mwenyezi Mungu alikuwa shamwambia mtume kwamba inna Zainaba, huyu Zainab huyu sayutalliquha Zaid, karibuni Zaid atamwacha, wa idha talaqaha sawfa tatazawwajuha ant, na akishaachwa Zainab
wewe Muhammad ndio utakwenda kumuoa huyo Zainab. Alikuwa anajua Mtume. Kwa hiyo anapokuja Zaid kumshtakia, alikuwa akimwambia amsika alaika zawja, mzuie mke wako, muogope Mungu. Hamwambii kwamba Mungu ashaniambia kwamba hii ndoa haina salama. Pamoja na kwamba alikuwa anajua, lakini alikuwa hamwambii kwamba mimi Mungu kishanifungulia katika ilmu, akaniambia inna Zaidan sayutalliqu Zainaba. Hakumwambia haya. Aliyaficha Mtume katika nafsi yake, si kuyaficha kwa ubaya, kuyaficha kwa kuona haya, kwa sababu Mtume khuluq yake ilikuwa ni haya. Kana ashadda an-nasi hayaan min al-'adhra'i fi khidriha, alikuwa na haya kumliko mwari nyumbani kwao. Hizi hadithi za Mtume zinaeleza hivi. Mwari anakuwaje? Lakini sio wari wa leo. Basi kushinda mwari bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, haya yake alipokuwa vipi. Amwambie Zaid, mkeo utamwacha alafu nitamuoa mimi? Hebu mtanie tu mtu swala hili, usitanie kweli, mwambie tu, yani uone balaa. Ukimwacha mkeo nitamuoa mimi, wewe utakuwa adui yake mkubwa, adui yake kubwa. Sasa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumwambia kwamba mimi sabaka alayya, shatanguliziwa habari zote mimi niko nazo, kwa hiyo wewe unakwenda, lakini mke wako baadaye atakuwa wangu. Bakamwambia amsika. Sasa Mungu ateremsha aya akamwambia, wa idh taqulu lilladhi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi amsik alayka zawjaka wattaqillah. Ile passage, ile paragraph, ile sentence ile aloisema Mtume kumwambia Zaid, Mtume kaitaja, Allah kaitaja katika Qur'an. Akamwambia, kumbuka ewe Muhammad, wa idh taqulu, pale ulipokuwa unamwambia lilladhi an'ama Allahu alayhi, yule ambaye Mungu amempa neema ya Uislamu, yani Zaid, wa an'amta alayhi, na wewe umempa favor ya kumwacha huru kutoka katika utumwa. Walikuwa kimwambiaje? Amsika alayka zawjaka wattaqillah. Kumbuka alipokuwa anamwambia hivyo, Mungu anasikia. Amsika alayka zawjaka wattaqillah wa tukhfi, na ulikuwa unaficha wewe Muhammad, fi nafsika, katika nafsi yako, mallahu mubdi, kitu ambacho Mungu atakuja kukidhihirisha. Kipi alichokuwa anaficha? Anaficha kumwambia zile, Mungu kisha naambia kwamba utamwacha alafu mimi nitakwenda kumuoa. Kitu ambacho anakificha kitakuwa wazi baadaye, kwa sababu litakuwa ile jambo akishamwacha ataenda kumuoa yeye. Kwa hiyo tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdi wa takhsha an-nasa, unaogopa watu watasema, Makuraishi watakulaumu, watasema laqad tazawwaja Muhammadun mutallaqat ibni, Muhammad kaoa mkwewe. Watu si watasema hivyo? Si ulitangaza wewe kwamba huyu ni mwanao, vipi utaoa mke wake, mtalaka wake? Wa takhsha an-nas, na unaogopa watu. Wallahu ahqqu an takhsha, na Mungu na ana haki zaidi ya kuogopewa. Bibi Aisha anasema angelikuwa Mtume anaficha kitu, kikuficha ile kikweli, basi angeificha aya hii, asingeisoma kwa watu, angeificha, kwa sababu ni aya zinazo mlaumu Rasulullah. Maana ni wahyu, ni Qur'ani inasoma mpaka siku ya Kiyama. Nani atajua kama imemshukia kutoka kwa Allah kama si yeye kuwasomea watu? Kwa hiyo kama ingelikuwa naweza kuficha kitu kisijulikane katika mambo yake, basi aya hii angeificha, watu wasijue alivyogombwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdi wa takhsha an-nas wallahu ahaqqu an takhsha. Ndio anamaliza Allah, falamma qada Zaidun min, hapa ndipo alipotajwa Zaid katika Qur'an, na ndiye sahaba wa pekee aliyetajwa katika Qur'an. Hakuna sahaba mwingine aliyetajwa katika kuanzia alif lam, kuanzia sura Al-Fatiha
Suratul Nas. Sahaba wa pekee aliyetajwa ni Zaid ibn Haritha. Wengine wametajwa lakini kwa kinaya bila ya kutaja jina, kama Sayyidina Abu Bakar ametajwa, idh yaqulu li sahibihi la tahzan. Sahibuhu ni nani hapo? Abu Bakar. Lakini hakusema idh yaqulu li Abi Bakr la tahzan, kwa sababu walipokuwa katika ghari Thauri alikuwa yeye na Abu Bakar. Lakini Mungu hakusema anamwambia Abu Bakar, kasema anamwambia rafiki yake. Katosheka kwa kulitaja lile usuhuba. Lakini Zaid katajwa hasa, falamma qada Zaidun minha watara, alipomuingilia Zaid, kumuingilia Zainab na akamaliza haja yake, zawajnakaha, alipomwacha tulikuozesha sisi huyo Zainab. Wewe Muhammad hukuozeshwa na mtu yoyote. Kwa nini tulikuozesha Zainab? Likai la yakuna ala almu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim, ili isipatikane mashaka kwa Waislamu wanaowalea watoto wasiokuwa si wao, wakija wakioa wakiacha wake zao, wao waliowalea wale watoto walioacha wake zao wana haki ya kwenda kuoa wake zao. Sawa? Kwa hiyo hii imekuja kwa hukumu ya kuondoa tabani, kuja kuondoa, kwa sababu ilikuwa kwa kumtizama huyu ni mwanangu, lakini si kweli. Ni mwanao kwa heshima, ni mwanao kwa umri wake, ni mwanao kwa kuona mlea, na Uislamu unakupa thawabu nyingi kwa kumlea mtoto, awe yatima, awe wako, awe si wako, awe umemleta, umemwokota. Na hili nalihimiza hasa kwamba tuwalee watoto wa aina hiyo, tuwatafute wasiojiweza, mayatima, wale kama una uwezo wa kulea 3, 4, 5, 6, lakini usimnasibishe katika nasaba yako. Usimwite mwanao kama vile wanavyofanya. Hata kama umeokota hajulikani babake nani, tafuta njia nyingine ya kumwita, lakini usimnasibishe katika jina lako. Kitu ambacho leo ndo tunafanya. Hata wake zetu tunawaita Miss fulani, Miss fulani, Mrs fulani. Mrs anakuita jina lako wewe, wakati yeye babake mwingine. Vipi huyu ni babake wakati ni mumewe? Naam. Kwa hiyo hii unatakiwa uweke kila kitu pahala pake. Sawa? Kwa hiyo watoto wa kulelewa, Uislamu una encourage walelewe sana, lakini usiwanasibishe katika nasaba yako, kwa sababu hili litakwenda kupelekea kuhalalisha haramu na kuharamisha halali. Kwa pale nyumbani ukiwa na mtoto wa kike unamlea, ukimnasibisha katika jina lako, itadhihirika kwamba ni mwanao, lakini kumbe si mwanao. Na mwanao anaweza akaachia nywele zake na kifua chake wazi, kwa sababu sifa yake yuko mbele ya nani? Ya babake, lakini hakika sio babake. Anaweza akatoka safarini baba akaja akakumbatiwa na watoto wake, miongoni mwa watoto wake atakumbatiwa na huyu, atambusu na huyu, kwa sifa kwamba anabusiwa na mwanawe na binti yake, kumbe sio kweli. Umehadaiwa na lile jina kwamba umelinasibisha katika jina lako wewe, kwa hiyo kaingia katika hukumu ya wale watoto wako. Atakaa pale na ndugu zake, wale watoto wako wa kweli, kaka zake uliozaa nao, watacheza pamoja, watafanya kile kitu kwa pamoja. Hakuna misingi kwamba usifanye hivi, mimi ni maharimi yako au ni nani wako. Itakuwa kila kitu kinakuwa halali kwao kwa sababu ni ndugu, kumbe sio ndugu. Kwa hiyo sayatarattabu alayhi tahlilul haram wa tahrimul halal, kutahalalishwa haram pale na kutaharamishwa halali. Huyo atasema wewe hufai kunioa kwa sababu mimi ndugu yako, lakini kwa hakika inafaa kwa sababu si ndugu yake. Kwa hiyo likai la yakuna ala almu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim idha qadaw minhunna wataran
wa kana amrullahi maf'ula. Zaid akatumwa yeye, akaenda akaposa yeye, akamweleza yeye Zainab kwamba mtume ameshakutaja na anataka kuoa. Bibi Zainab akasema la, mpaka nimshauri Mungu wangu. Na hapa tukachukua baadhi ya mafunzo ya Kiislamu kwamba mwanamke ni sunna, au mwanamme akipata habari kwamba ameposwa afanye istikhara, amshauri Mwenyezi Mungu, nimekuja kuposwa mimi sasa, ya Rab, sijui. Maana sasa nasema naingiza mkono kizani, sijui ni mwema mume atakayenioa wala si mwema. Wewe ndio unajua. Kwa hiyo ile istikhara anamtaka Mungu ushauri kabla hajajibu kwamba namtaka au simtaki, nimekubali au sikubali. Istikhara ikijibu anakubali. Itajibu vipi? Utaziona ishara, utaona mambo fulani labda ya kheri, Mungu atakuonyesha. Wepesi utakuwa wapi, uzito utakuwa huna katika moyo wako, piga hatua mbele, utaolewa. Istikhara kama alivyofanya bibi Zainab, hatta astashira rabbi. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anashtukizia bibi Zainab. Mtume anaingia nyumbani kwake hata kabla ya kufanya istikhara. Mungu kishatoa amri, na kumbe ndoa tayari ishafungwa mbinguni, huyo ni mumeo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hivi ndivyo alivyoondoa sura ya Taban. Ndugu zangu, bado tuko katika mwaka wa 5 wa 4 min al-hijra. Mwaka wa 4 huu, hasa baada ya vita vya Uhud, Waislamu waliposhindwa na makafiri, mushirikina wengi sana waliona kwamba kumbe wanapigika hawa watu. Saikolojia, walipoona Waislamu wameshindwa katika vita vya Uhud, wakaona ala, kumbe wanapigika. Na walikuwa wanawatizama kama vile kunguru wanavyotizama nyama. Walipoona kwamba vita vya Uhud vilikuwa vizito kwa Waislamu, sasa kila kabila likawa lina tamaa ya kwenda kuivuruga Madina. Na hakuna kitu kikubwa kama kushindwa. Na ukishindwa tu, watu wengine wote walikuwa wanakuogopa, wao wanapata nafasi. Mbona fulani, mbona fulani, mbona fulani, mbona. Hata katika masumbwi, tizameni katika michezo, tizameni katika football, tizameni katika wrestling, tizameni katika boxing, tizameni katika athletics, tizameni katika kila kitu, kwamba mtu anaposhindwa, ile maanawiya, ile morali alokuwa nao unakuwa unaporomoka. Na timu pinzani au mtu mpinzani wake anakuwa sasa anaona huyu mtu hajawa tena na nguvu zile alizokuwa nazo. Lakini anapopiga, anaposhinda, anakuwa natisha. Fulani bwana hajawahi kushindwa. Kila mmoja anayetaka kupambana na wewe basi lazima ajifue sana, sababu unbeaten, hajawahi kushindwa. Lakini jeshi la Waislamu lilivyoshinda katika vita vya Badr, wote watu walikuwa na hofu, mpaka Mayahudi walishika adabu zao pale. Lakini baada ya vita vya Uhud wakaanza kunyanyua vidole, wakaanza kutoa matusi na kejeli. Na miongoni mwa hao ni makabila ya Kiarabu yaliyokuwa ya washirikina. Moja katika hili kabila la Bani Saad, baada ya vita vya Uhud tu likaandaa jeshi kwa ajili ya kuja kupiga Madina. Hili jeshi lilikuwa likiongozwa na bwana mmoja akiitwa Tulaiha ibn Khuwailid al-Asadi. Jina la huyu lihifadhini, kwa sababu huyu mtu atakuja kudai utume baadaye. Katika watu waliodai utume, Tulaiha ibn Khuwailid al-Asadi, pamoja na kwamba
atakuja kuslimu baadaye. Lakini alidai na yeye utume. Tulaiha katika kabila la Asad akaunda jeshi kwa ajili ya kuja kuipiga Madina, kwa sababu washaona wanapigika. Kwa hiyo kuna khairi kule katika mji wa Madina, tutachukua ngawira, tutawateka watu, tutafanya mambo. Na washirikina wanachuki na Uislamu tokea zamani. Kwa hiyo hii ni njia yao ya pekee ya kudhalilisha Uislamu. Wakaondoka wakajiandaa. Mtume alipopata habari, Mtume alikuwa anapataje hizo habari? Mtume alikuwa na mabahith na masiaidi wake, na watu wanatafuta habari. Kwa hiyo Mtume alikuwa anapata leakage za kila kitu. Akaletewa habari kwamba hili kabila Rasulullah linajiandaa kuja kuivuruga Madina. Mtume akawatafuta katika wanajeshi watakaokabiliana na jeshi hili. Akaunda jeshi Mtume la watu 150 wakiongozwa na Abu Salama. Abu Salama wakati huo ana jeraha amelipata katika vita vya Uhud. Akaondoka Abu Salama na jeshi la watu 150 kuwafuata wale waliokusudia kuja Madina kabla hawajafika. Kwa sababu unapompa mtu nafasi ya kuvuta shuti au kombora, kiki yake itakuwa kubwa sana. Lakini pale anaporusha ukablock pale pale, ataumia yeye. Kwa hiyo Mtume alikuwa na mantiki hiyo ya kumpiga adui pale pale kabla hajanyanyua shingo. Kwa hiyo akatuma watu 150, shasikia tu wanataka kuja, wafuateni huko huko. Jeshi linaongozwa na nani? Abu Salama. Wakaondoka Waislamu 150, wakaja wakakumbana na jeshi la Tulaiha, wakalipiga na kulisambaratisha vibaya sana. Wakakimbia baadhi yao na akachukua Abu Salama ngawira. Ikawa ni ushindi mmoja sahali sana. Ngawira zikaletwa Madina. Banu Asad hawakuweza kusimama. Wakati Abu Salama anakuja na ngawira, jeraha lilikuwa likitumbuka tena, linavuja damu sana. Sayyiduna Abu Salama hakuweza tena kuresist ubaya wa jeraha lile, na alikufa kutokamana na maumivu yale. Na hapa pia kuna wakfa. Baada ya Abu Salama kufa, sasa nani aliyemuoa Ummu Salama? Naona katika sira tunapoona matendo ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sababu za kuoa kwake. Sababu za Abu Salama kufa katika vita hivi ni jeraha alilolipata kutokamana na vita vya Uhud. Sasa limezidi katika vita hivi walivyoviandaa Bani Asad. Amerudi nyumbani, mata min jarhihi, amekufa kutokamana na jeraha lake hili. Ummu Salama alipofiwa na mumewe huyu, alikuja akaambiwa, sisi tumesikia hadithi kutoka kwa bwana Mtume, anasema atakayepata msiba akasema Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha, ya Rabbi nilipe mema katika msiba wangu huu na unipe aliyekuwa bora kuliko Abu Salama. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha hivyo. Kwa hiyo sema umepata msiba si haba, lakini Mtume maneno yake hayawi bure bure. Sema Mungu nilipe thawabu za kuvumilia, na lipe mke bora, mume bora kuliko Abu Salama. Akafikiria akasema Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha au akhlufni khairan minha, ya Rabbi nilipe katika msiba wangu huu na nipe aliyekuwa bora badala ya Abu Salama.
Lakini akawaza, ni nani aliyekuwa bora zaidi ya Abu Salama? Mume wangu mpenzi, mwanzangu, kila kitu changu, leo kweli anaweza kuja mwingine mbadala yake, akaona hili ni jambo zito, hawezi kutokezea zaidi ya Abu Salama. Lakini baada ya muda akaona mlango unagongwa, na anayegonga mlango kwa ajili ya kumposa alikuwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Je, amepatikana bora kuliko Abu Salama? Hajapatikana. Tena akamwambia Ummu Salama, mimi nataka nikuoe. Kaambia Rasulullah, huwezi kunioa kwa sababu 3. Sababu gani? Akamwambia, kwanza, mimi nina watoto. Mwanamke ambaye ana watoto, zatu iyali, na wewe kwanza unakuwa na watoto na una wake, takupa mzigo bure. Alafu mimi nishakuwa mtu mzima. Alafu la 3, mimi nina wivu sana, kwamba mimi nina watoto, tena niongeze katika familia yako wewe, watoto wangu waje huko, mzigo mkubwa. Na Mtume SAW alikuwa na maisha ya kawaida. Unajua nini hikma ya Mtume kuwa na maisha ya kawaida? Kwa sababu umumi ya watu wote wangemuona Mtume kigezo chao, yeye alikuwa tajiri. Mtume anasema vitu, kwanza yeye mwenyewe alikuwa tajiri, si hatuwezi, unaona. Lakini Mtume alikuwa fukara. Miezi 3 hakupikwi kitu nyumbani. Nani aliwahi kukaa miezi 3 katika sisi hakupikwi kitu? Kwa hiyo ni kigezo Mtume, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Zile nyumba zake Mtume ilikuwa sio majumba ya ile kifahari pale pale msikitini, ilikuwa ni vyumba, chumba cha 8, chumba cha 8, chumba ndio ikaitwa hujurat. Vyumba vya wake zake Mtume vya matope tu, nyumba za matope na miguu ya mtende, yani nyumba mutawadhia. Ingelikuwa kila mmoja ajenge majumba kama alikuwa nayo Mtume SAW, nani hawezi kujenga nyumba ya matope? Kila mmoja anaweza. Umejenga nyumba kama ya Mtume, usishughulike. Umepata kujenga ghorofa, ahlan wa sahla, hujakatazwa. Ukuweza hiyo nyumba ya matope, Mtume ndiye ashrafu khalqi, aliwahi kukaa na maisha yakawa anakwenda, tena akawa mtu mmoja mzuri sana. Kwa kigezo sasa, maisha yake yalikuwa kawaida. Alafu nikupe na mzigo tena wa maisha ya Rasulullah, mimi na watoto. Mtume akamwambia, la, Ummu Salama, wewe ni armala, mjane. Kwa hiyo stara yako ni kwangu mimi kama kiongozi wa umma. Kuhusu watoto, fa'iyaluki iyali, watoto wako ni watoto wangu. Kuhusu habari ya mtu mzima, nasema kabiratu sin, unanambia wewe ni mtu mzima, fa ana kabiru sinni kadhalik, na hata mimi ni mtu mzima. Hapo Mtume SAW anakwenda sasa, kwa sababu Mtume SAW akifika Madina alikuwa ameshaingia 50s na anakwenda sasa, anaendelea. Kwa hiyo na mimi ni mtu mzima mwenzako. Kwa hiyo watu wazima kwa watu wazima wataleana. Naam. Ama kuhusu wivu, mimi nitakuombea dua, wivu kidogo utapungua. Ummu Salama akakubali, akaolewa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawa sio Ummu Salama tena, akawa ni Ummul Mu'minin. Na hii ndio sababu ya Bwana Mtume kumuoa Ummu Salama. Wakati Mtume anaendelea katika maisha yake Madina, likasimama kabila lingine la Hudhail. Hudhail ni moja pia katika makabila yalikuwa yanachukia Uislamu. Akasimama kijana anaitwa Khalid ibn Sufyan al-Hudhali katika kabila la Hudhail. Kaandaa jeshi, twendeni Madina, wanapigika.
Ikasimama jeshi hili, mtume akapata habari kwamba Khalid ibn Sufyan sasa anakuja, akamtuma mtu mmoja tu. Sasa hivi anatumwa mtu mmoja, sio battalion, mtu mmoja tu anaitwa Abdullah ibn Unais, sahaba wa mtume. Na wanasema wanachuoni wa history, alikuwa na akili, alikuwa hodari katika vita. Abdullah ibn Unais, mtu mmoja tu anaweza kufanya mambo. Akamwambia, nenda, mimi nataka ukamuue tu kiongozi wa hili jeshi, Khalid ibn Sufyan al-Hudhali. Ni vita. Kwa hiyo ightiyal ile kwenda kumaliza kiongozi wa huji, assassination wanaita, ndo wajibu wako. Akaondoka Abdullah ibn Unais, akaja zake walipokuwepo hawa watu wa Hudhail, akafanya mbinu zake mpaka akamfikia kiongozi wa jeshi. Halijaondoka kule jeshi kuja Madina, kiongozi wao akamalizwa na Abdullah ibn Unais, akarudi na kichwa chake kwa Mtume Muhammad. Hili jeshi halikutaharak tena. Mwaka huo wa 4 likatokea kabila la Udl wal Qara. Kuna makabila mawili, Udl, Qara, makabila mawili tena, makabila madogo, nayo pia yakawa na tamaa ya kwenda kuivuruga Madina. Udl wal Qara katika history ukisoma, kuna siku wanaita yaumur raji' au ma'ur raji'. Hivi ni katika visa vya kusikitisha vilivyowapata Waislamu katika mwaka huo. Makabila haya mawili yalifika kwa bwana mtume mpaka Madina. Hawa walitumia mbinu kidogo. Mbinu walizozitumia, walijivisha nguo ya Uislamu lakini ndani yao ni makafiri. Wakaja Madina, wakamwambia mtume, si tumesilimu, tumekuja kujifundisha Uislamu. Wakawa wanasali pamoja na mtume. Mtume akawaona ni wenzetu, Udlu wal Qara, makabila mawili hayo. Ikawa wanasali pamoja na mtume, wanajifundisha wana nini. Mwisho akamwambia Rasulullah, sisi tunataka kwenda zetu, kwa hiyo tupe watu katika masahaba zako, watakwenda kutusomesha kule Qur'ani na kutusomesha hadithi na vitu vya Uislamu, watatufundisha, na watu wengine kule labda watasilimu, ili Uislamu pate kuwa na nguvu. Wakapewa watu 6. Hawa watu 6 walikuwa ni katika kheri ya masahaba wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mmoja akiitwa Asim ibn Thabit. Asim ibn Thabit tulimtaja sana katika vita vya Uhud. Wa pili akiitwa Zaid ibn Duthanna. Wa tatu akiitwa Khalid al-Laythi. Wa nne akiitwa Marthad ibn Abi Marthad al-Ghanawi. Wa sita akiitwa, wa tano akiitwa Khubayb ibn Adi. Wa sita akiitwa Abdullah ibn Tariq. Watu wangapi? 6. Kiongozi wao akawa ni Asim ibn Thabit al-Ansari. Hawa Asim ibn Thabit kiongozi wa hili battalion ya watu 6. Nenda muandamane nao hawa watu, tutakwenda kusomeshwa na kufundishwa na kufahamishwa Uislamu. Wakafika katika sehemu kabla ya kufika Maka, hawa watu wakawafanyia uhaini, wakaita makabila mengine yale yalikuwa na chuki na Uislamu kwamba tumewapata masahaba wa Muhammad. Watu 6 tu walizungukwa na watu 200 wamekamata panga. Watu 6, niambieni watafanya nini mbele ya watu 200? Sasa vipi? Sema tulieni, sisi hatutaki kukuueni,
wala hatuna haja kukupigeni vita. Haja yetu mkubali muwe mateka wetu, tukakuuzeni Maka, kwa sababu Maka kuna mateka wamechukua wale Makuraishi watu wetu. Kwa hiyo tutakubadilisheni, sisi tutachukua watu wetu wale, tutakupeni nyie, mkubali. Chakubali hivyo basi yamekwisha. Alafu wanapelekwa Maka ambako wale watu wa Maka wenyewe mpaka leo wanakumbuka mambo ya Badr. Sijui kama tunaelewana. Vita vya Badr wao wanasema bado hatujachukua kisasi kwa watu wa Muhammad. Sasa wanawaambia tukukamateni, tukupelekeni wapi? Maka, ambako kule nako pia wanasubiriwa, kila mmoja anamjua kwa jina alomua babake katika vita vya Badr. Tufanyeje sasa? Wakawa wanashauriana, Asim ibn Thabit na wenzake. Katika kushauriana kwao wakafikia muafaka kwamba sisi bwana hatushuki kudhalilishwa na hawa makafiri, mwisho watatudhalilisha mushirikina hawa. Asim huyo anasema tupigane bwana, sisi sita. Wenzake akamwambia tutapiganaje sita watu 200? Hivyo ni vita kweli? Havitwi vita hivi. Akamwambia hata kama sio vita tupigane bwana. Akatoa upanga Asim, akaungwa mkono na mwingine Marthad ibn Abi Marthad al-Ghanawi, akaunga mkono na mwingine Khalid al-Laythi. Watu watatu hawa wakaunga mkono. Wale watatu wengine Khubayb ibn Adi, Zaid ibn Dathanna na mwingine Abdullah ibn Tariq, kusema la, sisi bwana tutakubali kuwa mateka wa hawa watu. Sasa vita vya watu 6 kwa watu 200 impossible. Wale watatu walioamua vita wakaingia vitani, wakapigana kweli kweli. Asim alikuwa hodari, mpaka Mtume aliwahi kutangaza, nasema kama mtu anataka kupigana vita vya kikweli apigane kama anavyopigana Asim ibn Thabit. Ilikuwa ni recommendation kutoka kwa Rasulullah. Maana aliulizwa swali, wewe ukikutana na adui utapigana vipi? Njiani akaua mmoja katika washirikina, wale wakaona huyu ataleta tabu, wakammaliza, wakabaki wawili. Fika mpaka Maka, mwanawe Umayya, Safwan ibn Umayya, akamnunua Zaid ibn Dathanna au Zaid ibn Dathina wanamwita. Safwan ibn Umayya aliuawa nani babake katika vita vya Badr. Kwa hiyo kufika hapa anamuuza huyu kwa hawa watu, anajua kwamba watamuua tu. Wakamnunua Zaid ibn Dathana na Khubayb ibn Adi akanunuliwa na Uqba ibn al-Harith, na babake aliuawa na huyo mtu katika vita vya Badr. Sasa wakati wameshapigwa bei Asim na Zaid, mushrikina waliomuua Asim ibn Thabit kule wakakumbuka kuna kitu kilitangazwa baada ya vita vya Uhud. Mnakumbuka yuko mwanamke anaitwa Sulafa. Huyu Sulafa, baadhi ya ulama history wanasema Sulafa bintu Sa'ad ni mke wa Talha
ambaye watoto wake ndo wale waliokuwa nabeba bendera pale katika vita vya Uhud, Bani Abdiddar wale ambao waliuawa na Hamza na Ali na Asim ibn Thabit mpaka 9. Baadhi yao wanasema ni dada wa wale watoto waliokuwa nabeba bendera zile. Kwa hiyo alipoona dada zake, watu ndugu zake wamekufa, mmoja wao yuko katika ramak, mwisho wa maisha, akamuuliza nani aliyewaua ndugu zetu wote hawa na wewe? Akamwambia ni Asim ibn Thabit ndo kafanya kazi hii. Ndo pale akaapa akasema, atakayeniletea kichwa cha Asim ibn Thabit, kichwa chake nitakifanya ni gilasi ya kunywa pombe na nitakijaza dhahabu iwe ni mali yake. Na Asim ndo yule aliyeuawa pale. Kwa hiyo wale wakakumbuka, kuna ofa kubwa ya tenda imetolewa. Mwanamke alisema tukimpelekea kichwa cha Asim ibn Thabit tutapata dhahabu, kwani kitajazwa kichwa kile dhahabu. Kwa hiyo tumemuua. Watu wakaufuata mwili wake kwa ajili ya kukitoa kichwa wampelekee Sulafa. Kufika kama yuko mita 50, Asim ibn Thabit mwili wake umelala pale. Wale watu wanaonyeshana hadhihi juthatu, mwili wake ule pale. Basi kufika karibu tu wanashtukia nyuki wengi sana wamezunguka pale pahali. Kwa nini nyuki? Kila anayekaribia pale nyuki, misumari yake tunaijua, nyuki anaua. Alafu wanapokuja kwa wingi anaua. Kuna watu waliacha janaza wanakwenda kuzika. Sasa hapo wanapokwenda kuzika kuna nyuki, na nyuki hawapendi kelele. Basi waliposikia tu ile, basi walitoka kwa watu, walitupa jeneza pale. Kila mmoja anaona nisiwe wa pili kwenda kuzikwa hapa na nyuki tu. Wakaondoka maiti wakaiacha. Basi Asim ibn Thabit aliapa akasema, ya Rab, kama ninavyoihami dini yako, sikiliza dua ya Asim ibn Thabit, ana ahmali dinik, ya Rabbi, kama nilivyoihami dini yako, fahmi jismi, nihami mwili wangu, adhmi jasadi, mfupa wangu, mwili wangu, ya Rabbi, uhami min a'daik, kutokana na maadui wa Uislamu. Alitoa dua hiyo Asim bin Thabit. Makafiri wanakwenda kuchukua mwili wake, nyuki wamevamia, wakashindwa kukamata mwili wake. Wakirudi nyuma wakisema tusubiri kidogo, nyuki wanarudi katika mizinga yao. Wakirudi nyuki wanarudi. Wakaona hapa tusubiri usiku, kwa sababu nyuki usiku kidogo na wao wanatoa nafasi. Ikifika usiku twendeni. Wakasubiri, wanaulinda tu ule mwili, tamaa ya dhahabu. Kufika usiku ikanyesha mvua kubwa sana. Mvua ilifanya mafuriko ambayo yalikuja yakaukusanya mwili wa Asim ibn Thabit, yakaupeleka kusikojulikana. Mpaka leo hajulikani Asim ibn Thabit amezikwa wapi. History imeshindwa kujua kaburi la Asim ibn Thabit liko wapi. Katika historia anaitwa Dafinullah. Dafinullah maana yake aliyemzika ni Mungu. Mungu ndo anajua mwili wake uko wapi. Hawa ndo watu ambao wakisema jambo Mungu anawaitikia. Allah si amesema katika Qur'an, ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Mawali wa Mungu ni wale hawana hofu. Na katika hadithi Mtume anasema hao mawali, wala in sa'alani la u'tiyanna, akiniomba kitu nitampa tu. Allah anasema chochote akisema wali wa Mungu anachotaka Mungu atampa. Wala in ista'adha bila u'idhanna, na akijikinga na kitu na nitamkinga. Wali ukifika daraja ya wali, Mungu mwambie unachotaka. Lakini ni ngumu kufika daraja hiyo. Ni ngumu kufika daraja ya waliyullah.
Unafikaje sasa? Nitakupa siri, na wala si siri kwa sababu imetangazwa wazi. Mtume anasema man aada li waliyan faqad adhantuhu bilharb. Mwenyezi Mungu anasema katika hadithi al-Quds, atakayempiga vita wali wangu nimemtangazia na mimi vita. Unatangaza vita na Mungu. Yani ukimpiga vita, ukimtukana, ukimfanyia uadui wali wa Mungu, maana yake wewe umetangaza vita na Allah. Entabi, hii sentensi ni nzito sana. Unapompiga vita wali wa Mungu, unampiga vita Mungu. Sasa vipi anakuwa wali? Nasema wala yazal abdi yataqarrabu ilayya bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi. Mja wangu hakuna kitu anachonifurahisha nacho kama kile nilichomfaradhisha. Wali kwanza lazima utekeleze faradhi za nani? Za Allah. Hilo ni jambo la kwanza. Hakuna kitu anachokipenda Mungu kama kukuona unafanya mambo ya wajibu, yani ya lazima, ya faradhi. Umefaradhishwa nini? Umefaradhishwa nini? Umefaradhishwa. Kwa hiyo wali anaanza kwa kutekeleza mambo aliyofaradhisha Allah. Wama zala yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Kisha baadaye kufanya faradhi anaanza kufanya na mambo mengine ambayo wala sio ya faradhi, ya sunna. Anajilazimisha kutekeleza mambo ya sunna. Kisha mwisho Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi al-Qudsi aliyoipokea kutoka kwa Allah anasema, akinijia, anasema haachi kufanya jambo hilo la faradhi na sunna, lam yazal yatahabbab ilayya bin nawafil hatta uhibba, mpaka nafika kumpenda. Allah anasema huwa nafika kumpenda kwa sababu kwanza ameshakuwa na imani, ameshakuwa na anatekeleza faradhi, anatekeleza na sunna, hatta uhibba. Fa idha ahabbtu, sasa nikishampenda, kuntu sama'ahu alladhi yasma'u, mimi Mungu ndo huwa masikio yake huyo mtu anayosikizia. Sasa ukishapata masikio yako kwamba ndo Mungu anayosikizia masikio yako, wewe usikilizi bongo flavor. Ukiona unasikiliza hivyo vitu, ujue sio masikio ya Mungu. Kwa hiyo jitoe katika mawali wa Mungu. Hutosikiliza udaku, hutosikiliza uheke, hutosikiliza mtu anamsengenya mwingine, mtu mwingine anamtukana mwingine, kitu chochote kibaya masikio yako yatakuwa hayapendi kusikia, kwa sababu unasikia kwa Mungu. Allah anasema kuntu sam'a, mimi Mungu huwa sikio lake, alladhi yasma'u bihi. Sasa Mungu huwa sikio lako unazosikilizia, ukasikilizia mambo ya uchafu. Kwa hiyo mwenyewe unajihesabu kwamba mimi katika mawali wa Mungu simo. Maana pahala panaponipendeza zaidi ni pale anaposengenywa mtu, anapotukanwa mwingine, mambo ya uchafu, mambo ya music ya haramu yanayotukana mimi ndo napenda vitu kama hivyo. Kwa hiyo ujitoe. Wa kuntu sam'ahu alladhi yasma' wa kuntu basarahu alladhi yubsiru bi, na huwa macho yake huyo mtu huyo, mimi Mungu huwa ndo macho yake anayotizamia. Kwa hiyo ukisema kwamba macho yako kazi yako kutia nuru kila weekend kule, ujujue we humo. Kwa hiyo kutia nuru si tunajua kwa hakika sio kutia nuru, kutia kiza, kwa sababu unajipelekea. Kwa hiyo jitoe, kwa sababu Mungu anasema wali wake huwa yale macho yake hatizami kitu kibaya, kwa sababu ndo Mungu pale yupo. Huwezi kufungua vitu vya ajabu ajabu katika simu yako katizama, na vitu walivyoacha huria kila kitu, ma internet hayo, ma Facebook hayo, manini hayo, mauchafu kila kitu. Macho yako hawezi kutulia katika kitu kama hicho, kama wewe ni waliullah. Ukijiona macho yanatulia pale, na ndo unafaidi. Kuna watu wanakesha hata kusali hawataki, hawafanyi kazi yoyote nyingine, wanakesha usiku kucha kwa sababu ya
kutizama ma CD, movie, ma internet, manini, anajiona murtah, ametulia katika hayo. Jitoe, lakini fanya bidii. Wa kuntu yadahu allati yabtishu biha, sio macho na masikio tu, huwa mpaka mkono wake anaokamatia. Tizama unachokamata wewe. Ukiona unaiba kwamba Mungu hayupo hapa, unadhulumu, unakamata kamata nini? Wa yadahu allati yamshi biha wa rijlahu allati yamshi biha, na huwa miguu yake anayotembelea. Tizama safari zako unazokwenda.